Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi alladhi allama bilqalam allama al-insana ma lam ya'lam wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala an-nabiyil karim وعلى آله وأصحابه الذين نالوا بصحبته فضائل لا تعد ولا توصى. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله تعالى وطاعته. Ndugu waumini, tunamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala ambaye ametujalia kusali salata aljumua. Mada nitakayoongea ni mada ya iman part 1. Tutaitafsiri aya ya pili suratul Anfal. Allah subhanahu wa ta'ala katika hii aya ya pili suratul Anfal anasema innamal mu'minuna alladhina idha dhukira Allahu wajilat qulubuhum. Hii aya ndio tutakaitafsiri. Hii aya tutaitafsiri kwa kutumia tafsiri Nasafi. Huyu al-Allamatu Nasafi ni mwanachuoni mkubwa wa Misri ambaye amechaguliwa na wanavyoni wa Azhar atunge vitabu vya tafsiri ambavyo wanavyosomeshewa wanafunzi wa Azhar. Vile vile tutaitafsiri kwa kutumia tafsiri al-Jalalain. Vile vile hii aya tutaitafsiri kwa sababu ina innama. Kwa sababu hii aya ina innama. Na innama ni herufu ya kasri. Kwa sababu innama ni herufu ya kasri, tafuta kitabu cha Albalaghatul Wadiha lilmadarisi thanawiya. Kitabu hichi tafuta, ukipata kitabu hichi tafuta somo al-kasri. Katika kuitafsiri hii aya, kwa sababu ni ngumu, tutasomesha somo la kasri humo wakati tunapoitafsiri hii aya, kwa sababu hii aya ni ngumu na inakosewa kutafsiriwa. Wanavyoni kila anayemsikia anaitafsiri hii aya anaitafsiri makosa. Hii innama inatafsiriwa hakika, wengine wanatafsiri innama wanaitafsiri hakika, si vinginevyo. Haitafsiriwi hakika na wala haitafsiriwi hakika si vinginevyo. Naam, tunaingia katika kuitafsiri hii aya, innamal mu'minuna alladhina idha dhukira Allahu wajilat qulubuhum. Imamu Nasafi pamoja na Jalalain wametafsiri namna hii: almu'minuna alkamilul iman alladhina idha dhukira Allahu khafat qulubuhum wahdaha la ghayraha. Imamu Nasafi na Aljalalain wametafsiri namna hii: waumini wakamilifu wa iman ni wale ambao anapotajwa Mwenyezi Mungu zinaogopa nyoyo zao peke yake, si nyoyo nyingine zaidi ya hizo. Ninapotafsiri, naposema peke yake, ndio nimeitafsiri hii innama. Innama haitafsiriwi hakika wala hakika si vile, na peke yake. Hapo nimeitafsiri kwa itinabu, kwamba nimeitafsiri kwa Kiswahili kwa itinabu. Ndivyo inavyotafsiriwa hivyo, na haitafsiriwi hakika waumini wa kweli. Ukitafsiri hakika waumini wa kweli,
umewafanya waumini wengine ambao hawana sifa zilizotajwa katika hii aya, umewafanya ni waumini wa uongo. Na waumini wa uongo wanaitwaje? Wanafiki wa aqida, yani wanafiki wa imani. Na wanafiki wa imani yukhalladuna fi nnar, alivyotafsiri Imamu Nasafi na Jalalain, waumini wakamilifu wa imani na wasiokuwa na sifa zilizotajwa katika hii aya, wale ambao waumini ambao akitajwa Mwenyezi Mungu nyoyo zao haziogopi. Kwa hivyo wanaitwa waumini gani? Wanaitwa waumini wapungufu wa imani. Wale wataitwa nini? Almu'minuna naqisul iman. Na hawa wenye kufuata hii aya, ambao wenye sifa zilizotajwa katika hii aya, wanaitwaje? Waumini wakamilifu wa imani. Na ambao sio waumini wakamilifu, wasiokuwa na sifa zilizotajwa katika hii aya, wanaitwa nini? Almu'minuna naqisul iman, waumini wapungufu wa imani. Yani hawa wapungufu wa imani, akitajwa Mwenyezi Mungu nyoyo zao haziogopi. Lakini la yukhalladuna fi nnari, hawa hawaoki motoni milele. Hawa watatolewa motoni, wataingizwa peponi. Lakini ukitafsiri waumini wa kweli, umewafanya waumini wengine wasiokuwa na sifa zilizotajwa katika hii aya ni waumini wa uongo. Na waumini wa uongo ni waumini gani? Ni wanafiki wa iman. Na wanafiki wa iman yukhalladuna fi nnar. Wanafiki wamegawanyika katika makundi mawili. Kundi la kwanza munafiqul iman, na kundi la pili munafiqul iman. Ma hukumu munafiqul iman? Ma hukumu munafiqul iman? Hukumu munafiqul iman yukhalladuna fi nnar. Hukumu ya wanafiki wa iman, watawekwa motoni milele, na adhabu yao ni kali kuliko adhabu ya makafiri. Moto wa Jahannam una sehemu saba. Sasa sehemu ile ya chini kabisa katika shimo la Jahannam ndio wanawekwa wanafiki wa iman, na adhabu yao ni kali kuliko adhabu ya makafiri. Unaona, washirikina si wanaofuatia washirikina wenye kuabudu masanamu. Sehemu ya pili kwa chini katika ule moto wa Jahannam, nimekuambia kwamba moto wa Jahannam una sehemu 7. Sasa ile sehemu ya chini kabisa wanawekwa wanafiki wa imani. Sehemu inayofuatia kwa chini inaitwa Jahim, ndio wanawekwa washirikina wenye kuabudu masanamu, washirikendo. Ma hukumu munafiqul amal? Nini hukumu ya wanafiki wa matendo? Wanafiki wa matendo, munafiqul amal la yukhalladuna fi nnar. Munafiqul amal kausati lmuminina, ni kama waumini wenye kuasi. La yukhalladuna fi nnar bal yukhrajuna minan nar wa yudkhaluna fil janna. Wanafiki wa matendo hawa hawawekwi, hukumu yao hawatowekwa motoni milele. Hawa ni kama waumini wenye kuasi, bali watatolewa motoni na wataingizwa peponi. Wanaowekwa motoni milele ni wanafiki wa iman, na adhabu yao ni kali kuliko adhabu ya makafiri, kwa sababu wanawadanganya Waislamu kwamba wao ni Waislamu wakati wao sio Waislamu. Wameficha ukafiri ndani ya nyoyo zao. Kwa hivyo adhabu yao inakuwa kali kuliko. Kwa hivyo tunaendelea na hii aya, tunaingia katika mambo ya lugha. Wakati mwingine usinifahamu vizuri, ninaitafsiri hii aya kwa kuingia, kama nilivyokuambia, tunaingia katika kasri, kuitafsiri aya hii kwa lugha ya Kiarabu kwa kasri. Sasa wajilat, tunasema wajilat makusuru. Nini maana ya makusuru? Maana ya makusuru ni sifa
iliyohusishwa juu ya nyoyo zenye kusifiwa. Qulubuhum wajilat qulubuhum, tunaangalia qulubuhum maana yake nini? Qulubuhum inaitwa, watu wa lugha, ingia katika kasri, kitabu hicho cha balagha, kitabu hicho cha balagha uangalie somo la kasri. Qulubuhum wanakuambia qulubuhum makusuru alayhi, inaitwa makusuru alayhi. Nini maana ya makusuru alayhi? Maana ya makusuru alayhi, nyoyo zenye kusifiwa zimehusishiwa sifa juu yake. Haya, hii nauu lkasri biitibari tarafaihi, aina ya kuhusisha kwa kuzingatia ncha zake mbili, inaitwa kasru sifatin ala mausuf, yani imehusishwa sifa juu ya nyoyo za wenye kusifiwa. Haya, nauu lkasri biitibari lwaqii, aina ya kuhusisha kwa kuzingatia jambo lenye kutuka. Hii aya inaitwa kasru idhafi, kama tulivyosomesha katika mtume peke yake ni mwenye kuwahurumia kidogo viumbe vyote katika part 1, na hivi ndivyo tutakavyo tafsiri nauu alqasri biitibari alwaqi, aina ya kuhusisha kwa kuzingatia jambo lenye kutuka. Katika hii aya nini? Ni kasru idhafi, kuhusisha kwa munasaba wa watu wanaojulikana, au kuhusisha kwa munasaba wa vitu vyenye kujulikana. Sasa tunaingia katika kuitafsiri hii aya kwa lugha ya Kiarabu biitnabi, kwa urefu, na kwa lugha ya Kiarabu biijaz, na kwa lugha ya Kiswahili biitnabi, na kwa lugha ya Kiswahili biijaz. Haya, inatafsiriwaje hii aya? Kwa lugha ya Kiarabu itatafsiriwa namna hii: ay almu'minuna alkamilu liman alladhina idha dhukira Allahu khafat qulubuhum wahdaha la ghairaha. Hapo nimeitafsiri kwa Kiarabu biitnabi wahdaha. Naposema wahdaha la ghairaha, ndio nimeitafsiri hii innama biitnabi, tena nimeitafsiri kwa urefu. Haya, naitafsiri biijazi kwa Kiarabu: ay almu'minuna alkamilu liman alladhina idha dhukira Allahu khafat qulubuhum faqat. Naposema faqat, ndio nimeitafsiri hii innama. Naona innama nimeitafsiri na innama haitafsiriwi hakika, wala hakika si vinginevyo. Sasa naingia kuitafsiri sasa kwa lugha yetu ya Kiswahili. Haya, kwa lugha yetu ya Kiswahili biitinabi, yani kwa urefu, utatafsiri namna hii. We mwalimu wa madrasa, na wewe shekhe, utaitafsiri. Maka mimi nasomesha hapa walimu wa madrasa na ninawasomesha mashehe. Tutafsiri Qur'ani ya Allah, tuitafsiri vizuri kama ilivyokuja lugha ya Kiarabu fasaha. Haya, tunasema tuitafsiri waumini, na tafsiri biitinabi kwa Kiswahili: waumini wakamilifu wa imani ni wale ambao anapotajwa Mwenyezi Mungu zinaogopa nyoyo zao peke yake, si nyoyo nyingine zaidi ya hizo. Hapo nimetafsiri biitinabi, yani kwa urefu, kwa lugha ya Kiswahili. Haya, kwa lugha ya Kiswahili kwa ufupi utatafsiri namna hii. Napotafsiri peke yake, si nyoyo nyingine zaidi ya hizo, ndio nimetafsiri nini hii innama. Haitafsiriwi hakika, wala haitafsiriwi hakika si vinginevyo, ni hivi naposema niweze peke yake, si nyoyo nyingine zaidi ya hizo, ndio nimetafsiri innama. Usiitafsiri wewe mwalimu wa madrasa, na wewe shekhe usiitafsiri hakika, na wala usiitafsiri hakika si vinginevyo. Waarabu hawaitafsiri innama hakika, wala hawaitafsiri hakika si vinginevyo.
wanaitafsiri kama nilivyoeleza hivi, kama nilivyozungumza kwa Kiarabu Haya, naitafsiri sasa kwa kifupi kwa lugha yetu ya Kiswahili. Waumini, sijasema hakika mimi hapa, nimeanza waumini wakamilifu wa imani, wala sijaanza kutafsiri hakika waumini wakamilifu wa imani. Sijasema hakika wala sijatafsiri hakika si vinginevyo waumini wakamilifu wa imani. Sijaweka hakika hata kidogo. Mimi nasemaje? Nimetafsirije? Wewe mwalimu wa madrasa, nimetafsiri waumini wakamilifu wa imani ni wale ambao anapotajwa Mwenyezi Mungu zinaogopa nyoyo zao tu. Ninaposema tu ndio nimeitafsiri hii innama. Kwa hivyo ndivyo inavyotafsiriwa hivyo, innama. Wa idha tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana, na wanaposomewa aya zetu zinawazidishia imani. Kwa hivyo imani inazidi na inapungua. Imani inazidi kwa kutenda mema na imani inapungua kwa kutenda madhambi. Kuna hadithi nyingine zimekuja, ukizitafsiri kwa maana yake ya uhakika ya dhahiri, unamfanya muumini au muislamu ni kafiri, wakati huyu ni muislamu ametamka ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah. Sasa wewe umetafsiri hii hadithi kwa maana yake ya dhahiri, tayari umeshamfanya huyu muislamu ni kafiri. Kama hadithi gani? Hadithi imekuja an Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, kutoka kwa Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amesema Mtume sallam. Amesemaje Mtume sallallahu alaihi wasallam? Anasema ana Anas ibn Malik, amesema Mtume sallam, almu'minu alkamil, asema mu'mini hamini, anasema Mtume sallam hamini, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min waladihi wa walidihi wannasi ajma'in. Mtume anasema katika hadithi aliyopokea Anas ibn Malik, la yu'minu ahadukum, ukitafsiri kwa uhakika haamini mmoja wenu, na mtu kama haamini ni nani? Ni kafiri. Kwa hiyo ukitafsiri kwa maana yake hakika umemfanya muislamu ni kafiri. Wal kafiru yukhalladu fi nnar, na kafiri atawekwa motoni milele. Kwa hivyo wanavyoni wanaitafsirije hii hadithi ili iwafikiane na hadithi nyingine, isipingane na hadithi nyingine? Wanaitafsiri namna hii: la yakmulu imanu ahadikum hatta akuna ahabba ilayhi min waladihi wa walidihi wannasi ajma'in. Kwa hivyo hapa inatafsiriwaje mashekhe? Inatafsiriwa la yu'minu ahadukum, ay la yakmulu imanu ahadikum, haikamiliki imani ya mmoja wenu. Na usitafsiri haamini. Ukisema haamini kwa maana ameshakuwa kafiri, na kafiri anawekwa motoni milele, wakati huyu ni muislamu ametamka ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah. Kwa hivyo utafsiri je, haikamiliki imani ya mmoja wenu hata akuna habba ilayhi min walad, mpaka anipende mimi mtume sana kuliko anavyompenda mtoto wake, na kuliko anavyompenda mzazi wake, na kuliko anavyowapenda watu wote. Kwa hivyo hapo inatafsiri. Na kuna hadithi nyingine zinamfanya muislamu ni kafiri, ukizitafsiri kwa maana yake ya dhahiri. Tunawasomesha wanavyoni, tunawasomesha walimu wa madrasa. Kuna hadithi hii inamfanya vile vile mtu kafiri
Mtume sallam anasema wallahi, anasema wallahi la yumin, amesema wallahi la yumin, wallahi la yumin, amerudia mara tatu, wallahi la yumin. Qila man ya Rasulullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amesema Mtume sallam wallahi la yumin, akarudia mara tatu. Qila, ikasemwa man ya Rasulullah, ni nani huo ewe Mtume wa Mwenyezi Mungu? Qala alladhi la ya'manu jaruhu bawa'iqa, ay alladhi la ya'manu jaruhu shururahu. Mtume amesema hii hadithi vile vile inamfanya yule mtu mwenye kuwaudhi majirani ni kafiri, kwa sababu kama haamini, kwa maana ni kafiri. Dhidul imani al-kufru, kinyume na imani ni ukafiri. Mtume anasema wallahi la yumin. Inatafsiriwaje? Ukitafsiri kwa maana yake ya dhahiri, umemfanya mtu mwenye kumuudhi jirani ni kafiri. Wal kafiru yukhalladu fi nar, wakati mtu mwenye kuudhi jirani, dhambi hii haimfanyi mtu awe kafiri. Dhambi ya kumuudhi jirani haimfanyi huyu mwenye kuudhi jirani awe kafiri, atoke katika dini ya Kiislamu awe kafiri, bali hii ni dhambi kubwa tu, lakini haimtoi mtu katika dini ya Kiislamu. Kwa hivyo inabidi uitafsiri kama walivyoitafsiri wanavioni. Inatafsiriwaje? Wallahi la yumin, ay wallahi la yakmulu iman, wallahi la yakmulu, wallahi la yumin, wallahi la yakmulu imanuhu, wallahi ay wallahi la yakmulu imani. Kwa hivyo hapo Mtume anasema wallahi, utaitafsiri namna hii, wallahi haikamiliki imani yake, wallahi haikamiliki imani yake. Ikasemwa ni nani huyo ambaye imani yake haikamiliki? Akasema Mtume sallam alladhi la ya'manu jaruhu bawa'iqahu, ni yule ambaye jirani yake hajasalimika na maudhi yake. Haya, kuna hadithi nyingine zimekuja zinamfanya huyu mtu mwenye kutenda dhambi ni kafiri. Ingia katika Sahih Muslim, kitabu al-Iman, kuna ibara ambayo ameiweka Imamu Nawawi katika kusherehesha hadithi za Sahih Muslim. Amesema la yukaffaru ahadun min ahli al-qiblati bidhanbin, haiti kafiri mtu yoyote, haiti kafiri kwa sababu ya kutenda dhambi. Yani hii dhambi haimfanyi awe kafiri. Kuna dhambi kweli inamtoa mtu katika dini ya Kiislamu, anakuwa nini? Kafiri. Dhambi inamtoa mtu katika dini ya Kiislamu ni dhambi ya ushirikina. Ushirikina ni kuabudu masanamu. Mtu unaabudu sanamu, sanamu umelifanya ndio Mungu wako, badala ya kumfanya Mungu ni Allah, ndio ushirikina huo. Hadha, Mungu anasema, Mwenyezi Mungu anasema inna shirka la dhulmun adhim, hakika ushirikina ni dhambi kubwa sana kuliko madhambi yote. Yani ukiabudu sanamu, pale katika Al-Kaaba kulikuwa na masanamu 360 katika Al-Kaaba. Makureshi walikuwa wanaabudu wakati Uislamu ulivyokuwa bado haujawa na nguvu, walikuwa wanayaabudu, ndio walikuwa wanafanya ushirikina. Na washirikina ni motoni milele. Dhambi ya ushirikina haisamehewi. Inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi. Ukitenda dhambi ya ushirikina ndio umetoka katika dini ya Kiislamu, lakini dhambi nyingine ukizitenda hujatoka katika dini ya Kiislamu, bali utaitwa wewe ni muumini mwenye kuasi, muumini mwenye kuasi. Kwa sababu Mtume sallam anasema an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kutoka kwa Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amesema Mtume sallam al-imanu bid'un wa sittuna shu'ba, wa fi riwayatin al-imanu bid'un wa sab'una shu'ba. Mtume anasema bid'u, kwanza hii tuitafsiri hii bid'u. Al-bid'u al-adadu al-mubham min 3 ila 9. Bid'u ni hesabu ya mafumbo kuanzia tatu mpaka 9, yani moja wapo katika hii kuanzia 3 mpaka 9 ni moja wapo. Kwa hivyo hapa Mtume anatafsiri, anasema
imani kamili, al-imanu bid'un wa sab'una shu'ba, yani imani kamili, mtu akiwa na imani hii kamili anawekwa pepo ya Firdaus. Imani kamili ina sehemu 73 au 74 au 75 au 76 au 77 au 78 au 79. Hiyo ndio imani kamili. Haya, anasema awaluha wa afdaluha, sehemu ya kwanza ya imani na sehemu ya kwanza ya imani na sehemu iliyokuwa bora kuliko sehemu zote 79, ashhadu, ni kutamka shahada mbili, ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan rasul. Ukitamka hivi tayari umeingia katika sehemu ya kwanza ya imani na sehemu iliyokuwa bora kuliko sehemu zote za imani, na hapo unaitwa mu'min na unaitwa muislamu. Haya, kuna hizi hadithi zinamtoa mtu katika Uislamu, zinamuingiza katika ukafiri. Hadithi imekuja nayo ni ya Abi Huraira, ni hadithi sahihi, sio kwamba ni hadithi dhaifu, hadithi sahihi kwa 100%. Abi Huraira anasema, ana Abi Huraira radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min, wala yasriqu sariqu hina yasriqu wa huwa mu'min, wala yashrabu al-khamra hina yashrabuha wa huwa mu'min. Hii hadithi inamfanya mzinifu ni kafiri, yani mtu mwenye kutenda dhambi hii inamfanya ni kafiri, kwa sababu didul imani al-kufru, kinyume na imani. Kama mtu hana imani ni kafiri ni kafiri, na kafiri yukhalladu finar. Wakati zinaa, dhambi ya zinaa haimtoi mtu katika dini ya Kiislamu akawa kafiri. Mwenye kutenda dhambi hii ya zinaa ametenda dhambi kubwa, lakini dhambi hii haimtoi katika dini ya Kiislamu akawa kafiri. Dhambi inayomtoa mtu katika dini ya Kiislamu awe kafiri ni dhambi ya ushirikina, ambao Mwenyezi Mungu amesema, inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalik. Dhambi ambayo inamtoa mtu katika Uislamu kabisa, inabidi atoe shahada upya akiitenda, ni dhambi ya ushirikina. Mwenyezi Mungu asema, hakika Mwenyezi Mungu hasamehe dhambi ya kushirikishwa. Ukiabudu sanamu au umfanye binadamu mwenzako ni Mungu wako unayemwabudu, badala ya kumfanya Allah ndiye Mungu, Allah ndiye Mungu, wewe unamfanya binadamu mwenzako unamwabudu, au kitu chochote unakifanya ni Mungu wako unakiabudu, huo ni ushirikina. Mwenyezi Mungu, ukitenda dhambi hii umetoka katika Uislamu, wewe ni kafiri. Hii ndio dhambi inamtoa mtu katika Uislamu, na dhambi hii haisamehewi mpaka utubie, yani uiache dhambi, kwa sababu hata masahaba si walikuwa washirikina kabla ya kuingia Uislamu. Masahaba walikuwa wanamshirikisha Mwenyezi Mungu. Pale katika Al-Kaaba kulikuwa na masanamu 360, masahaba walikuwa wanayaabudu. Hata Saidna Umar alikuwa anayaabudu haya masanamu 360, lakini alivyosilimu akaacha kufanya ibada hiyo, Mungu amemsamehe. Kwa hivyo dhambi ya ushirikina inasamehewa ukiacha. Si wamesamehewa masahaba kwa hii dhambi ya ushirikina, lakini dhambi ya ushirikina ambayo haisamehewi ni ile ambayo mtu anadumu nayo mpaka anakufa nayo, lakini ukiacha unasamehewa. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi, hakika Mwenyezi Mungu asamehe dhambi ya kushirikishwa, lakini anasamehe dhambi nyingine zote, anazisamehe liman yasha, kwa anayemtaka. Kwa hivyo hapa ukitafsiri hakika, unatafsiri kwamba ukipata tafsiri hii hadithi la yazni zani, ukatafsiri kwa maana yake ya dhahiri, unamfanya mzinifu mwenye kutenda dhambi ya zinaa ni kafiri. La yazni zani utaitafsiri kwa maana yake, haitafsiri kwa maana yake hakika. Hazini mwenye kuzini, hina yazni wa huwa mumin, wakati wa kuzini, wakati wa kutenda lile tendo la zinaa, wa huwa mumin, na hali ya kuwa yeye ni mumin, yani anakuwa yeye si mumin. Kama yeye si muumini ni nani? Tayari umeshamfanya kafiri. Kama si muumini, kwa maana ni kafiri. Wal kafir yukhalladu fi nar,
Kwa hivyo umefanya dhambi ya kuzini, mtu umemfanya mzinifu ni kafiri, tayari utakuwa umetafsiri makosa, kwa sababu unapingana na hadithi nyingine ambazo zimekuja, utakuwa umepingana. Kwa hivyo inatafsiriwaje hizi hadithi? Ulisikiliza vizuri, we mwalimu wa madrasa, ili uzitafsiri zisipingane na hadithi nyingine. Itatafsiriwa namna hii: la yazni zani hina yazni wa huwa kamilul iman, hazini mwenye kuzini hina yazni, wakati wa kuzini, hali ya kuwa yeye ni mkamilifu wa imani. Kwa maana si mkamilifu wa imani, kwa maana imani yake inapungua, inakuwa ndogo, inabakia sehemu ya kwanza ya ashhadu an la ilaha illa Allah, lakini hawi kafiri kabisa. Hawi kafiri, ni mumin. Huyu mwenye kuzini anaitwa ni mumin, mwenye kuasi, na sio kafiri. Wala yasriku sariku hina yasriku wa huwa mumin, na haibi mwenye kuiba wakati wa kuiba, hali ya kuwa yeye ni mumin, hali ya kuwa yeye ni mumin. Sasa utatafsiri namna hii: wala yasriku sariku hina yasriku wa huwa kamilul iman, na haibi mwenye kuiba hina yasriku, wakati wa kuiba, hali ya kuwa yeye ni mkamilifu. Yani anapoiba anakuwa si mkamilifu wa imani, imani yake, dhambi hii ni kubwa, inapunguza imani yake, inabakia sehemu ya kwanza ya imani ambayo ni sehemu ya shahadu an la ilaha illa Allah wa shahadu anna Muhammad, ndio inabakia. Lakini hawi kafiri kwa sababu ya kutenda dhambi ya kuiba. Wala yasrabu al-khamra hina yasrabu, wala hanywi pombe, na hanywi pombe wakati wa kunywa pombe, hali ya kuwa yeye ni muumini mkamilifu wa imani. Wala yasrabu al-khamra hina yasrabuha wa huwa mu'min wa huwa kamilul iman, na hanywi pombe, mwenye kunywa pombe wakati wa kunywa, hali ya kuwa yeye ni mkamilifu wa imani. Kwa maana akinywa ile pombe ni dhambi kubwa sana, basi inafuta zile sehemu zote 79 za imani, inabakia ni sehemu ya kwanza tu ya ashhadu an la, lakini hawi kafiri kwa sababu ya kutenda dhambi ya kunywa pombe. Hawi kafiri, bali anaitwa mu'minun as wala yukhalladu fi nar. Tumetafsiri namna hii kwa sababu kuna hadithi nyingine imekuja, ukitafsiri kwamba eti mzinifu anakuwa kafiri, anakuwa hana imani kabisa, anakuwa kafiri, umepingana na hadithi ya Mtume, ambao Mtume amesema katika hadithi sahihi kabisa kwa 100%. Hadithi amepokea Bukhari na Muslim. Inasema, hadithi hiyo inasema, an Abi Huraira an Abi Dharri radiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kutoka kwa Abi Dhari, sahaba mtukufu. Qala, amesema, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amesema Mtume sallallahu alaihi wasallam, man mata la yushriku billahi shay'a, mtu mwenye kufariki dunia na hamshirikishi Mwenyezi Mungu na kitu chochote, hajamshirikisha Mwenyezi Mungu na kitu chochote, dakhala aljanna. Man mata wa lam yushrik billahi shay'a dakhala aljanna. Mtume anasema mtu mwenye kufariki dunia na hakumshirikisha Mwenyezi Mungu na kitu chochote, dakhala aljanna, ataingia peponi. Qultu, Abi Dhari akasema, qultu, nikasema kumwambia Mtume, wa inzana wa insaraka, ataingia peponi hata kama alikuwa anazini na alikuwa anaiba, ataingia peponi ya Rasulullah, ewe Mtume wa Mwenyezi Mungu? Mtume akasema, wa inzana wa insaraka, hata kama alikuwa anazini na alikuwa anaiba, ataingia peponi ikiwa amefariki dunia hakumshirikisha Mwenyezi Mungu na kitu chochote. Abu Dhari bado sahaba mtukufu hajaamini, yani anakuwa kama hajaamini vizuri. Akamuuliza tena, ya Rasulullah, wa inzana wa insaraka, ewe Mtume wa Mwenyezi Mungu, hata kama alikuwa anazini na anaiba, ataingia kweli peponi ya Rasulullah? Mtume akasema, wa inzana wa insaraka, hata kama alikuwa anazini na anaiba, ataingia peponi ikiwa amefariki dunia hakumshirikisha Mwenyezi Mungu na kitu chochote. Bado Abu Dhari akamwambia tena Mtume mara ya tatu, wa inzana wa insaraka ya Rasulullah, yani kama haamini kabisa.
ya Rasulullah, hata kama alikuwa anazini na anaiba kweli ataingia peponi? Mtume mara ya tatu akamwambia Abu Dhari, wa in raghima anfu Abi Dhari, au maneno hayo wa in raghima anfu Abi Dhari ni maneno magumu, inabidi yatafsiriwe. Mtume akamwambia ataingia peponi, ataingia peponi mzinifu. Akasema wa in raghima anfu Abi Dhari, akasema nini maana ya raghima anfu? Kwanza raghima raghima bimaana raghima anfu Abi Dhari, raghima bimaana lasika anfuhu birugham ay biturab, imegusa pua yake udongo, imegusa pua yake udongo. Kinayatan an irtikabi dhambi yudhilluhu, kinayatan an irtikabi dhambi yudhilluhu. Na hili ni fumbo la kutenda dhambi inayomdhalilisha. Unaona hiyo ndio wa in raghima anfu Abi Dhari, ay wa in raghima anfu Abi Dhari, ay wa in irtakaba Abu Dhari dhanban yudhilluhu dakhala aljannata immata wa lam yushrik billahi shay'a. Kwa hivyo Mtume amemwambia Abu Dhari, hata kama Abu Dhari atatenda dhambi inayomdhalilisha ataingia peponi ikiwa amefariki dunia hajamshirikisha Mwenyezi Mungu na kitu chochote. Hasa dhambi inayomshirikisha maana nimeulizwa hapa mimi, je, mtu mwenye kutenda dhambi ya ushoga na ubasha ataingia peponi kweli? Dhambi ya ushoga na ubasha ataingia peponi kweli? Maana hapa amesema mwenye kuzini ataingia peponi. Haya, mwenye kuzini na mwenye kuiba ataingia peponi ikiwa amefariki dunia hajamshirikisha Mwenyezi Mungu. Je, ametenda dhambi ya ushoga na ubasha? Je, ametenda dhambi ya ushoga na ubasha? Sasa hii kipengele cha mwisho alichokisema Mtume, hii sehemu ya mwisho aliyosema Mtume, akamwambia Abu Dhari, wa in raghima Abu Dhari wa in raghima anfu Abi Dhari wa in raghima anfu Abi Dhari, ina maana hata mwenye kutenda dhambi ya ushoga na ubasha ataingia. Hii ina maana mwenye kutenda dhambi inayomdhalilisha, mwanaume eti anafanywa ni mwanamke. Sasa hii ni dhambi inayomdhalilisha huyu mwanamume. Kwa hivyo huyu mwanaume anafanywa ni mwanamke, mwanaume anafanywa ni mwanamke, anaolewa na mwanaume mwenzake. Ndio hii sehemu ya mwisho ya hadithi inazungumzia wa in raghima anfu Abi. Hata kama Abu Dhari atatenda dhambi inayomdhalilisha, nayo ni dhambi ya ushoga na ubasha, ataingia peponi in mata wa lam yushrik billahi shay, ikiwa amefariki dunia na hajamshirikisha Mwenyezi Mungu na kitu chochote. Hata maana yake nini? Kwa maana hatokaa motoni milele, si kwamba hatoingia potoni, kama tulivyosema kwamba hatokaa motoni milele. Yani Waislamu wote, hata waliotenda madhambi ya ushoga, waliotenda madhambi ya ubasha, watatolewa wote motoni, waingizwe peponi kwa hadithi, yani kwa kuombewa siku ya Kiyama. Waliotenda madhambi ya ushoga, waliotenda madhambi ya ubasha, Waislamu lakini wametamka ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, lakini wametenda madhambi ya ushoga, madhambi ya ubasha, madhambi ya zina, madhambi ya kunywa pombe, ni kwamba hawa Waislamu wametamka shahada mbili na wametenda madhambi hayo, hawatokaa motoni milele, kwa sababu Mtume atawaombea watolewe motoni waingizwe peponi. Nafikiri sasa hivi chaji imeshapungua, tutaishia hapa kwa sababu mada hii naona chaji itakuwa imeshakwisha, si ndio? Tutaishia hapa, maana yake tumesherehesha sana. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa huwal barru karim. Lakini part 2 inaendelea. Hii aya ni ndefu, part 2 inaendelea inshallah.